stara ya mwanaume katika ibada anatakiwa astiri kuanzia kitovu chake na magoti pia ayafunike. Kwa maana mwanaume akiingia katika ibada hali ya kuwa sehemu ya magoti au sehemu ya mapaja kupanda hapa katikati, kwa kuna sehemu yote kuna dhihiri, kuko wazi, ujue hapo ana stara kwa mujibu wa ibada, na swala yake hiyo itakuwa haina kazi. Na hapa sisi vijana ndo tutahadhari sana kipande hiki. Vijana sisi mara nyingi sisi mavazi yetu huwa tunakwenda madukani tunaangalia hiyo ile pasuka umwe, ndio fasheni zetu yani unaiacha nzima unanunua mbovu. Hizi ni fasheni, kwa tunakwenda na wakati, haina shida. Lakini unapoingia katika ibada lazima uchunge kwamba ujue kwamba kama imepasuliwa sehemu za mapaja na mapaja yanadhihirika, ujue hapa kwa mujibu wa ibada sina ibada, hiyo ifahamike. Lakini pia kinachozingatiwa katika mfumo wa stara kwa huyu mwanaume, kama ni kufunika kitovu na sehemu ya magoti, kuanzia kitovu na sehemu ya magoti ya katikati hapo mpaka kufunika magoti, kama ndivyo hivyo, basi inazingatiwa na mzunguko wake. Mzunguko wake, nikisema mzunguko wake maana yake isieleweke kitovu tu ndio kistiriwe. Maana mwingine inawezekana ikawa sawa amestiri kitovu, lakini akiinama sehemu ya kiuno iko wazi, yani fulana linakuja juu alafu hii nguo ya chini inashuka kidogo, yani sehemu ya kiuno hapa pako wazi. Kwa hiyo utazungusha kutoka kwenye kiuno hapo, uwazi huo kuja hivi, utakuwa uko ndani au chini ya kitovu au juu ya kitovu. Kama itakuwa chini ya kitovu, maana yake hapo ni sehemu ya uchi ambayo hujastiri. Kwa mujibu wa hali hiyo, ibada hapo itakuwa hakuna. Sinaeleweka vizuri? Kwa hiyo ni mmoja umevaa katakei mwenyewe au imeshuka tunguo, au ukiinama kwa mujibu wa modo zako, ukiinama ile nguo ya juu inakuja juu, ya chini inashuka chini, katikati pako wazi, hapo unaswali uchi kwa mujibu wa sheria za kiibada. Kwa hiyo lazima ili pia tulichunge, ni sharti ili ibada yako iswihi, lazima hili pia Muislamu ulichunge. Lakini pia lingine linalozingatiwa, vazi utakalokuwa umevaa linazingatia pia lisionyeshe rangi ya ngozi, lisionyeshe rangi ya ngozi, iwe ma yamnau idraka launi, iwe vazi ambalo linakwenda kuziwia kuonyesha rangi ya ngozi. Yani kwa mfano inawezekana ikawa umevaa nguo yako umejistiri kabisa kuanzia juu mpaka chini, lakini nyepesi kiasi ambacho vitu vya ndani vinaonekana vile kama kioo. Hii pia inazingatiwa sio stara, inazingatiwa kuwa sio stara. Lakini hapatazamu ikiwa nguo itakuwa labda imeonyesha michoro ya viungo vyako, labda nguo imembana mtu, mavazi mengine nguo imembana kabisa, kwamba kila kiungo kimejichora kwa utaratibu wake kabisa, muda wa kuwa haionyeshi rangi ya ngozi, hiyo ni stara kwa mujibu wa ibada, ikiwa imestiri kwenye maeneo yale husika, yani kitovu kushuka hapa mpaka chini, muda wa kuwa ionyeshi nini rangi ya ngozi, hiyo ni stara kwa mujibu wa ibada, haina shida. Unaiona vizuri hapo Lakini ikionyesha rangi ya ngozi, hata kama umejifunika mwili mzima, stara hakuna. Kubana kwa nguo katika ibada haina shida, ila isionyeshe rangi, lakini pia istiri maeneo hayo niliyoyasema. Lengine pia la kuzingatia katika stara kwa upande wa huyu mwanaume vile vile ni kwamba yale mavazi yake yatakayoyavaa panazingatiwa sehemu ya mzunguko pamoja na sehemu ya juu. Ndio maana huku juu lazima kubane, huku juu. Chini ya kuzingatiwi, yani inawezekana ikawa mtu amevaa ima msuri amefunga hapa sehemu ya juu ya kitovu, amebana msuri wake vizuri, lakini ndani chuku ule msuri ndani chuku hauna chochote, muda wa kuwa hauonyeshi rangi ya ngozi, haina shida. Hata kama huku chini kuko wazi, ina maana mtu kama atachungulia kwa chini anaweza akaona vitu, lakini akiangalia kwa juu haoni kitu. Panazingatiwa huku stara ya juu na sio chini.
Inaeleweka vizuri? Kwa mfano, unaweza ukawa umevaa kanzu kama mimi nilivyovaa, lakini nikaachilia hapa, nikafungua kama ni zipo, kama vifungo nikavifungua kabisa, nikaviachilia kiasi ambacho nikiinama hivi, yani inakwenda kuonyesha mpaka sehemu za ndani, mtu anakuangalia hivi anaweza kaona, yani sehemu za ndani zinadhihirika. Si inaeleweka vizuri? Lakini kupitia juu hapo, kwa mujibu wa ibada, stara hiyo haifai, lazima huku juu kwa kumestiriwa. Kwa hiyo funga juu huku, usiachilie open. Ukiachilia wazi, pakiwa panaonyesha mpaka sehemu ambayo inahusika na uchi, hapo ibada itakuwa hakuna. Kwa hiyo nilikuwa naomba kwanza tuzingatie haya. Stara ya mwanaume katika ibada, vazi lake liwe limestiri kuanzia kitovu na kufunika mpaka kwenye magoti. Hapo nimeeleweka eh? Mashehe, umenielewa? Lakini pia kinachozingatiwa chengine, stara yake isionyeshe rangi ya ngozi. Chengine kinachozingatiwa kwamba mzunguko mzima wa maeneo ambayo yatakuwa kustiriwa yanatazama mzunguko mzima, sio kwa mbele tu, kwa nyuma kwa wazi hakutazamwi, hapana. Lakini lingine la kuzingatia kwamba juu usiwe wazi kukaa kunaonyesha mpaka sehemu zile ambazo zinatakiwa kustiriwa. Hii ndio stara ya mwanaume. Ama mwanamke katika ibada, stara ya mwanamke katika ibada, stara ya mwanamke katika ibada, mwili wake wote unatakiwa ustiriwe. Vinavyosamehewa, uso unaweza kuwa wazi na viganja vya mikono vinaweza vikawa wazi. Wanazuoni wakaongeza kwamba viganja vya mikono vinaingia pia na viganja vya miguu, ikanyagio, vinaweza vikawa wazi, haina shida. Lakini nje ya hapo, kila kilichopo kwa mwanamke katika mfumo wa ibada kikiwa wazi tu, hamna kitu. Sasa unaweza ukakuta watu wanakuja msikitini, wengine labda Ijumaa zile, mtu kavaa kata mikono, yani nguo yake singlendi, alafu ule mtandio wake wa kidesign tu umefunika hapa, mikono huku iko wazi. Hapo hamna ibada, hamna ibada kwa mujibu wa stara ya kiibada. Lakini pia hata kama itakuwa nguo yake imekuwa fupi, yani miguu miundi inaonekana, pia hapo kwa mwanamke hakuna ibada, hakuna ibada. Lazima tuzingatie haya, tuwaelekeze tunapokuwa majumbani kwamba nguo gani mwanamke anatakiwa aswali nayo. Hili ni jambo muhimu sana. Kwa hiyo leo nilikuwa nazungumzia katika kipengele cha muhimu cha mtu mwenye kuswali, anatakiwa astiri satrul aura, kustiri uchi wake kwa mujibu wa ibada ya swala. Nadhani nimeeleweka hapo. Dakika zangu zimeisha. Billahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikaribishe sasa maswali mawili matatu inshallah. Karibu. Asante, vizuri. Imamu linapomtokea jambo lolote ambalo litakalomfanya kuwa nje ya swala, maamuma anatakiwa afanye maamuzi ya haraka kuchenji, kuikata ile jamaa, kwamba sasa simfuati imamu na swali kivyangu. Yani muda ule ule imamu limemtokea jambo ambalo la kumfanya awe nje ya swala, kwamba swala yake hapo hana swala. Kwa mfano tu, na swali ukasikia imamu amepumua tena kwa sauti, imemtoka pumzi kwa sauti live kabisa, alafu anajifanya yeye anakomaa tu, atoke wao kwenda kutia udhu, yeye anakomaa tu. Wewe na wewe umeshuhudia hilo, inatakiwa haraka sana wewe uchenji mazingira. Sasa simfuati imamu na swali peke yangu. Hapo katika kumkhalifu imamu inaruhusiwa. Pale pale unachange tu moyoni kwamba sasa na swali basi na kumfuata imamu pale pale.
Lakini ukiendelea tu kwamba haina shida, yeye atajua mwenyewe, au sasa atajua mwenyewe, yeye kashajua. Sasa zamu yako kujua, na wewe pia utajua mwenyewe, kwa sababu wewe si ushajua. Kama yeye atajua mwenyewe, yeye kashajua kwamba hapa nimeharibu, lakini anakomaa. Na wewe si ushajua kwamba pale imamu kaharibu, na wewe ukikomaa mtajua wote. Sasa si watajua mwenyewe. Kwa hiyo unatakiwa mukhalifu imamu. Kwa hiyo nimekutolea mfano kwamba jambo lolote lile linapotokea kwa imamu likapelekea kumtoa nje ya swala, hautakiwi kuendelea kumfuata kwa wakati huo. Kwa hiyo ikiwemo hilo nilokutolea mfano, imamu kapumua na wewe umeyakini kabisa kwamba hapa hii ni pumzi, hii imetoka, sema ilikuja kwa nguvu, wote tumesikia. Lakini pia inawezekana ikawa kama hivyo, ameinama lakini mazingira huku nguo yake, stara yake haiko vizuri, basi inatakikana hapo uachane naye imamu huo, uswali kivyako, na sio lazima utoke katika ile swafu ukaanze kwenda pembeni. Hata pale pale ulipo, nia yako tu una change moyoni, unaendelea na ibada yako pale pale ulipoishia na kuendelea mbele, haina shida. Wallahu a'lam. Naam, karibu. Waalaikum salaam. Katika stara anasema kuna nguo nyingine zinakuwa zina mapicha picha. Mapicha picha katika mfumo wa stara ya ibada hayana mahusiano. Mapicha picha hayana mahusiano, kwamba mtu akiswali nguo yake ina picha haina shida, swala inaswi. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliziwia hizo nguo za mapicha picha kwa sababu ya kumshawishi mtu kwenye jamaa. Ukiwa katika jamaa, maana yake yale mapicha yatamshawishi mwenzio. Kwa mfano, umevaa nguo alafu ina picha ya mtu ambaye ni watu wanamshabikia, watu watu wanamshabikia. Sasa ikitokezea hilo, maana yake tayari na huyu naye inawezekana ikawa miongoni mwa wapenzi wa yule mtu, akatoka kwenye swala kwanza akaanza kujikumbusha mambo yake. Marijani Rajabu huyo bwana, enzi zake huyo. Mtu kashatoka kwenye swala, sababu ni wewe ile fulana yako imewekwa picha Marijani Rajabu, tayari imemfanya mtu wa zamani amkumbuke Marijani Rajabu enzi zake, na ikamfanya hata naye mzee akumbuke nzama zake alikuwaje na yeye wakati wa yule anachumbizwa vitu vyake. Kwa hiyo unakuwa ni sababu. Kwa hiyo Mtume sallam amekataza zile nguo ambazo zina mapicha picha ambayo inaweza yakamshawishi mwenzako katika jamaa. Ama kuhusiana ibada yako binafsi, kama unaswali peke yako haina shida, swala inaswili. Ila kilichokatazwa kwa ule umakruhu, ukiswali katika jamaa na nguo ambayo ina mapicha picha, itamshawishi huyu unayeswali naye mwenzako. Na hata hii bid'a tuliotengeneza kwamba wakati tukumbuka kuzima simu zetu au usufufakum, aliyokojaliwa simu azime simu yake. Unajua kwa nini tunaambiana hivyo? Simu ikiita, inawezekana moja katika mawili yakatokea, ima ikamshawishi yeye mwenyewe kumtoa katika ibada ya swala, akakumbuka kuna mtu niliahidiana naye, sio toka akashafika pale stendi au vipi, sitamchelewesha huyu. Yani fikra zinahama kwenye ibada, zinahamia kwenye huyo mtu. Sasa ukizima imamria au umezima simu yenyewe, alitokukuta hilo, utakwenda kuangalia baada ya kutoka kwamba nani alinipigia, utamtafuta. Lakini pale ulikuwa uko makini mawasiliano yako kati yako wewe na nani? Na Allah. Lakini pia lengine katika hikma ni kwamba inawezekana baadhi ya simu zetu nyingine zina miito ambayo ya ajabu ajabu. Inaweza likaamka buzuki hapo, alafu watu wabovu kwa umo. Sasa mtamtoa mtu katika lengo akaingia kwenye jambo lingine, itakuwa wewe ndo sababu. Kwa hiyo lengo la Mtume sallam kukataza nguo za namna hiyo ni kwa ajili hiyo, na sio kwa sababu sio stara. Ni stara kama kawaida, inastiri, na muda wa kuwa imezingatia vigezo nilivyovieleza, mtu anaweza akaswali na swala ikafanyaje, ikaswihi. Wallahu a'lam. Naam, karibu.
ndio. Mm. Mm. Ndio. Mm. 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 Ndio. Sawa, asante. Na hadithi na la yadkhulu almalaikatu baitan fihi kalbun au suratun, hawaingii malaika wa kheri ndani ya nyumba ambayo ndani ya hiyo nyumba kuna mbwa au picha. Imetajwa sura, picha. Kwa hiyo kwa mujibu wa maelezo yako yanaakisi hadithi hii ya Mtume sallam. Hadithi kweli ipo, ipo kabisa, ipo, lakini haimaanishi hivyo. Kwa sababu gani? Hapa tulipo kuna watu wana vitambulisho hapo, na kila mwenye kitambulisho chake kina picha. Maana yake anatembea, malaika wa kheri wafanyaje? Hawamsogelei kwa sababu ana ile picha. Lakini si hivyo tu, kuna watu hapa wana hela za noti, na zile hela unakuta kuna picha ya Bwana Nyerere, Julius Kambarage, ile ni picha pia, na tunazo mfukoni. Maana yake ni kwamba malaika wafanyaje? Hatusogelei kwa mujibu wa hadithi ile, kama itakuwa inazungumzia picha hizo. Hatuwezi kukaa na malaika. Kuna pesa hizi 200 zina Karume, picha ya Karume, ili picha ya mtu ile. Huku ina picha ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, yupo kwenye 1000, na nyingine tena usiseme. Picha gani sasa? Picha zinazokusudiwa pale wanawazuoni wameeleza kuwa ni yale masanamu au picha za kuchonga, zile vinyago, vile vinyago. Tuchukulie katika hayo, manake yenye umbile kama mtu, wasema siku ya Kiyama yatakwenda kumdai roho. Hata kwa mfano tuchukulie picha ya kwangu mimi, ndio nimepiga picha yangu mimi, ndio mwenyewe mwenye picha. Sasa ile picha inakwenda kumdai roho nani? Mimi. Aya, ina kumdai roho ya nani? Roho ya kwangu mimi. Mimi ndio mwenye picha. Itaendai vipi roho mimi? Inaeleweka vizuri. Kwa hiyo maana yake ni kwamba panapokusudiwa ni vile vinyago, picha zile za kuchonga, kama ile bismini la pale la iliyopo wapi pale posta, vinyago vingine na ile mingine, hata ile midoli mingine inasemwa katika maduka, ile midoli ile inaingia katika baita la yadkhulu fi malaika hawezi kuingia. Wale wanaingia kwa sababu ile taswira ya mtu kabisa, unamuona kasimama, kavaa kapero hapo, kavaitwa kapero, katulia. Nimemshuhudia mtu mmoja anamwamkia anang'ang'ana kutoka, wewe sio mtu bwana, wewe shikamoo, vipi hilo doli hilo. Lakini alipoulamba nini, alipokaa utasema mzungu au vipi, kumbe. Kwa hiyo jamani, sio picha hizi za nani, photo hizi photo sio, ni picha zile za kuchonga au za kutengeneza, ambazo zamani walitengeneza watu mapicha kama yale, wakao baadhi ya watu wakaona kama ni Mungu, wanaanza kuabudia kina Lata wal Uzza. Asili yake kwamba tuwatengenezee picha masanamu ili mradi tupate kumbukumbu, kujikumbusha. Ndio wale watu ikafikia hatua kuyaabudia yale. Anasema mtu akichukua picha kama ile akaiweka ndani, malaika hawaingii. Malaika hawaingii. Kwa hiyo sio picha hizi zinazoza kwenye nguo, picha za kwenye fedha, picha za kwenye vitambulisho, picha ya nini, picha foto za kawaida hizi mtu kapiga picha. Ni uelewa tu ambao unakuwa wakati mwingine unaingiza ugumu kwenye dini kabisa. Kwa hiyo unaona kabisa wakati unatoa hukumu hiyo mwenyewe, unaona kabisa wenyewe inakushinda hiyo, itekeleze. Lazima ushindwe. Kwa nini? Unataka kusafiri, uwe na passport. Hiyo passport size, huwezi kusafiri, lazima upige picha. Sijui kwenye nauni yako ile visa nini, kuna mambo ya picha. Unaenda ku apply kazi, ulete faili lako, kuna picha, lazima upige picha. Sasa unasema unajua kabisa hii haramu, unaenda kupiga, ukiuliza unataka kazi. Si haramu. Si sawa sawa unaenda kuajiriwa kwenye klabu cha pombe.
Maana yake ni kwamba haina maana hiyo. Hapo dini inaweza kuwa ngumu sana kama ingekuwa ina maana hiyo. Wallahu a'lam. Naam. Asante. Umeelewa swali lake hilo? Kwa wale ambao stara zao zimekuwa mtihani kutokana na aina za uniform zao. Mimi nakumbuka hata mimi wakati nasoma shule ya msingi, nguo zetu zile unajua bukta zile ambazo hata kuswalia hazifai. Basi tukienda shule tunabeba na nguo kwa ajili ya ibada. Hizo zimekaa special. Hata tukiruhusiwa ile Ijumaa tukienda tunabadilisha nguo, unajua hizi nguo za ibada tunaenda kufanya ibada, tukimbaya tuna change tunarudi na nguo za mavazi yetu ya kawaida. Kwa hiyo njia nyepesi kama kweli ni wapiga ibada kama wakina dada wa sekondari, kama wapiga ibada kweli, hawakatazi kubeba nguo zao za akiba kwa ajili ya ibada. Asiswalie ile kwa sababu ana dharura hiyo. Abebe nguo ya kuswalia, abebe. Unajua kwa uzoefu wa kawaida wasichana wengi wanaosoma sekondari wengi wanakwenda na nguo za nyumbani zipo kwenye mabegi yao. Kwa sababu wengine wakitoka shule wana magari yao maalum, wako nao maalum mpaka wapitie huko kwanza. Sasa akitoka kule ili asionekane mwanafunzi, ana change nguo zake, anaenda sehemu anayokwenda, anaonekana sio mwanafunzi ili apishwe tu, apita haina shida. Kwa sababu sio mwanafunzi wakati huo. Akitoka anabadilisha, anavaa nguo zake uniform, anarudi nyumbani, unamwona yeye mwanafunzi. Kumbe kuna maeneo walipita wakati kajibadilisha yeye sio mwanafunzi. Na mavazi yao yapo kwenye mabegi yao. Wewe kama hujawahi kuona, fanya utafiti utaona. Hayo yapo sana hayo. Sisi tunaishi mjini hapa. Mambo ya mjini tunayajua usanii wa mjini. Kwa hiyo wengi wako hivyo. Sasa kama anaweza kubeba nguo za kuchange kwa ajili ya mazingira yake, anashindwaje kubeba nguo za kuchange kwa ajili ya ibada? Kama ni kweli mtu wa ibada. Kwa hiyo hana dharura ya kuswali hivyo, bali ana dharura ya kubeba mavazi yatakayohitajia stara kwenye ibada. Umeeleweka vizuri hapo? Kwa sababu hajakatazwa. Wallahu a'lam. Naam. Naam, mfano mtu akiwa ni mfungwa hana namna ya kupata stara, ila ni nguo hizo hizo ambazo zipo kule kwa mujibu wa gereza alilowekwa. Asiache kuswali. Asiache kuswali. Ataswali na nguo hizo hizo alizokuwa nazo. Haina shida. Maana kuna mtu inawezekana akawa amekosa ya nguo ya kumstiri, atavaa hiyo hiyo. Na mwingine inawezekana akakosa kapata nguo au vazi la kustiri tupu moja yao. Tupu tu basi. Basi sheria inamwambia astiri tupu ya mbele. Nyuma kupewa wazi hamna shida. Lakini maana yake hapa itakuwa tena kwenye jamaa mtihani. Ila anaambiwa astiri tupu ya mbele, anaswali hivyo nyuma kupewa kuko wazi. Asiache swala. Bado swala haijamwacha hapo. Amekosa hata hiyo ya kustiri mbele, yuko yeye tu. Iko sura nyingine, achukue udongo, abandike maudongo. Aswali. Hata udongo imeshindikana, aswali kama alivyozaliwa, lakini asiache ibada. Yaani maana yake ibada ya swala haina kigezo cha kuweza kuikimbia. Yaani kwa mwanaume udhuru wa swala kwa mwanaume ni huu mmoja. Mwanaume akiwa mtu mzima udhuru wa kutoswali ni mmoja. Unaujua huo? Udhuru ni mmoja. Mwanaume akiwa chizi, wanda wazimu, huyu ana dharura asiswali. Chizi ndio ana udhuru wa kutoswali. Kama una akili timamu basi hauna namna, lazima uswali. Sio kigezo natiaje udhu mimi na kidonda, utapewa utaratibu. Na kidonda chako utapewa utaratibu mwingine. Bwana mimi vazi lenyewe naona halijenienea, utapewa utaratibu mwingine. Kwa vazi lenyewe ili uswali. Sasa vazi lenyewe linaweza kustiri upande mmoja tu, utapewa utaratibu ili uendelee kuswali. Sasa sina kabisa nguo na hata kubwa wazima sina, unapewa utaratibu ili uendelee kuswali. Mpaka akili zitoke. Ukiwa una akili au hauna dharura ya kulazimishwa kuswali.
kwa sababu ya udhuru wa kutokuwa na akili. Wallahu a'lam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim, bijudi fakramika ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.